Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rwanda imeanza kuandamwa na mataifa ya magharibi. Sasa inaanza kuwekewa vikwazo. Iliwekewa vikwazo na Uingereza, lakini pia wakati huu baadhi ya mataifa kama vile Canada nayo pia imeanza kuweka vikwazo kwa ajili ya Rwanda. Na ni kile kinachotajwa kwamba Rwanda inawafadhili makundi ya wapiganaji wa M23. Na kutokana na hilo, Canada imeamua kuweka vikwazo dhidi ya Rwanda, na hivi ni vikwazo vya kiuchumi pamoja na kisiasa. Serikali ya Canada imetangaza vikwazo vya kiuchumi na kisiasa dhidi ya Rwanda, ikisema vikosi vyake vinalisaidia kundi la M23 nchini DRC Congo na hivyo kukandamiza uhuru wa nchi nyingine. Serikali ya Canada imesema inalaani mauaji makubwa mashariki mwa DRC na mashambulizi dhidi ya raia, wakimbizi, vikosi vya Umoja wa Mataifa na kikanda, pamoja na mauaji ya watu wengine na utekaji nyara. Canada inasema kutokana na kuhusika kwa Rwanda mashariki mwa Kongo, imechukua maamuzi ya kuacha kutoa leseni za kuuza huduma za teknolojia nchini Rwanda, lakini pia imesitisha ushirikiano kati ya serikali ya Canada na Rwanda katika masuala ya kibiashara na sekta binafsi. Vile Canada itaacha kushiriki katika shughuli za kimataifa zinazoandaliwa na Rwanda. Wizara ya mambo ya nje ya Rwanda imesema matamshi ya Canada, ikiwa ni pamoja na tuhuma za mauaji, Rwanda itaitaka Canada kutoa maelezo juu ya hilo. Rwanda inasema Canada haiwezi kusema inaunga mkono juhudi za kikanda za kufikia amani, huku ikitoa kila aina ya shutuma dhidi ya Rwanda na inashindwa kuiwajibisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mashambulizi dhidi ya raia wake na kabila la Banyamulenge huko Kivu Kusini, na kuongeza kuwa hatua za Canada dhidi ya Rwanda hazitasuluhisha mzozo. Canada ilitangaza vikwazo dhidi ya Rwanda baada ya Ubelgiji, Uingereza kuwawekea vikwazo waziri wa nchi anayeshughulikia mahusiano ya kikanda, Jenerali mstaafu James Kabarebe. Nchi za magharibi, Umoja wa Mataifa na serikali ya Kinshasa zinaishutumu Rwanda kwa kutuma wanajeshi wake nchini Kongo kusaidia kundi la M23 ambalo sasa linadhibiti miji ya Goma na Bukavu baada ya mapigano makali mwishoni mwa mwezi wa Januari pamoja na Februari. Rwanda imekanusha kutuma wanajeshi wake huko DR Congo, ikisema imechukua hatua za kulinda mipaka kwa sababu usalama wa nchi hiyo unatishiwa na ushirikiano wa kundi la wasi la Kihutu la FDLR na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo yapo kwa sasa hivi. Ni Rwanda ambayo wakati huu inakutana na rungu jingine kutoka Canada, ambapo nchi ya Canada imeamua kuweka vikwazo dhidi ya Rwanda katika masuala ya kiuchumi, lakini pia na masuala ya kisiasa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.